Bana, mambo vipi? Sisi rafiki zako tuko hapo leo. Mimi naitwa Michael Ngale, lakini niko na rafiki yangu anaitwa Maisha Mbangile. Tunazungumza mambo mbalimbali na utapata nafasi pia kuweza kushusha comment zako na ukatueleza yale ambayo sisi tunazungumza. Na huu ni mtazamo wetu tu. Tunazungumzia kwamba mbunge wa jimbo la Mbeya mjini anaitwa Patrick Mwalunenge kufanya mkutano na bodaboda bila kumshirikisha mwenyekiti wa bodaboda. Mimi nasema ni sawa tu. Dhani hakuwa sawa. Hakuwa sawa kwa sababu na ndio maana jambo lake lilikuwa gumu sana pia kulitekeleza kwa mbele ya safari, kwa maana alikuwa anafanya kikao. Ndio maana ikatokea shouting kubwa na nini, kwa sababu yule ndio mwenyekiti wa waendesha pikipiki, wasema magurudumu mawili, sio? Almaarufu kama bodaboda. Usipomshirikisha kiongozi wao, maana yake wa bodaboda wote wanamheshimu yeye kama kiongozi wao. Sasa usipomshirikisha, unataka kuongea na wananchi wako afu umshirikishe mwenye wananchi wake, kwa nini mtafaruku? Wewe unajua protocol za uongozi, kama unaelewa. Wewe mtu arukwe hapa, kwa mfano arukwe hapa mkoa alafu umekuja kufanya kao hapa na gidi katokea. Kama unaelewa? Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake hakuwa sawa, kwa sababu itakiwa akae na mwenyekiti aongee naye na waambie agenda, ajenda 1 2 3 4 5. Tunakupa mwenyekiti majukumu, tuitishe watu wako. Kama wewe niongee nao. Sasa kupindua huko pembeni huku ndio imeleta shida. Haikuwa pembeni, watu wanataka kuelewa. Mimi nakwambia Mwalunenge alikuwa sahihi sana. Sawa. Ushanielewa vizuri Sawa. Hizi bodaboda zina kanda. Sawa. Mwalunenge alidili kwanza na kanda. Umeelewa vizuri? Kanda ambapo mwenyekiti wake ni nani? Wenye vitu wa kanda walikuwepo. Mwenyekiti wa overall wao wote kanda. Ndio maana sasa pale kuna wenye viti hawa wa kanda hizi. Sawa. Umeelewa vizuri? Yaani kwa mfano kama ukirudi kwenye mambo ya kisiasa unakuta kuna matawi, kuna kata, kuna wilaya, kuna nini. Kwa hiyo yeye alidili huko chini ambako ndio kuna bodaboda na viongozi wa huko chini. Ndio hao walikuwa wanataka kuzungumza nao. Sasa na viongozi wa juu sasa ambao anaorganize wote. Sasa kwani lazima awepo yule? Kanda inaongoza pia kuna na kiongozi wa juu. Ndio maana nasema kwani yule lazima awepo huyo wa juu, wakati kule kwenye kanda zile. Kwa mfano kutoka kuna kanda sio wapi, kanda sio wapi, wenyewe Mbeya wenyewe kule mnaelewa. Unakuta sio kuna kanda ya Uyole, kuna kanda sio wapi. Alafu kuna yule mwenyekiti sasa ndio huyo tunamzungumzia ambaye hajapewa taarifa. Yeye alidili na wale viongozi wale wa kanda wale ambao wale ndio maana Mwalunenge baadaye alimpigia simu yule bwana. Na akamwambia kwamba sisi tunaendelea. Umeelewa vizuri? Utapewa mrejesho baada ya kumaliza. Kwa nini usimshirikishe kabla? Ndio maana nasema yeye unakumbuka kilichotokea kwenye mkutano? Sasa wale walileta shida tu pale. Wale Mwalunenge walikuwa sahihi kabisa pale. Wale walileta shida tu. Ngoja nikukumbushe ile ulioulizwa. Akaambia mheshimiwa, tunashukuru. Mjumbe mmoja aliinuka pale kwenye mkutano. Akasema, mheshimiwa tunashukuru, lakini mbona sisi tuna uongozi wetu kwenye high table hapo? Nimeona watu wengine, kuna polisi, kuna watu wa LATRA, kuna watu wa mayor alikupa pale. Mbona mwenyekiti wetu hayupo hapo? Yeye sikiliza sasa, mbona mwenyekiti wetu hayupo hapo? Kwanza aliitisha huu mkutano ni nani? Kama leo aliitisha huu mkutano wa bodaboda hapa Mbeya ni nani? Akasema mheshimiwa mbunge akasema ni mimi, si ndio? Mbona mwenyekiti wetu hayupo ambao nitakie sisi ndo atuitishe tukae na wewe? Sasa unaona kuna ombo hapo tayari. Sasa walikuja. Ndio maana mwenyekiti pale akawa anakuja anapiga saa simu kwa mwenyekiti, kwa sababu ameona kama hapo shabugi step. Si kama leo unabugi step kwa sababu kiongozi overall wa bodaboda hajaitwa. Wao bodaboda walikujaje? Walikuja nani aliwaita? Lobbying zipo. Lobbying zipi? Yaani walikujaje sasa? Si ndo taarifa za siri za kupiga pembeni. Sasa wewe unakuja na taarifa za siri sasa. Ndio maana pale ndo kaanza kuhoji, mbona mwenyekiti wetu hayupo? Wale bwana wamefanya. Sasa kama wale ngoja kwanza. Kama unaona kama alifanya vizuri, kwa nini alimpigia siku ile alifanya tu kwa sababu unajua vijana kama unahisi. Ngoja analipuka. Yule mzee ana hekima nyingi sana. Tunatumvi kidogo na nini? Yeye alitumia hekima mzee wa watu. Anasema kama unahisi kama nani, kwa nini alimpigia? Na akasema ngoja atoka kali moja, akasema wao mtaka kunisikiliza, nisikilizeni, mtaka kuondoka, ondoka. Na wengi ndio ondoka. Sasa sawa, unajua ngoja nikwambie. Umeelewa? Wewe wachache wakabaki. Kuna muda ambao unabaki, mtu anaweza akawa na agenda yake. Kwa sababu mzee alitaisa na kuzungumza kwa utaratibu mzuri sana pale. Lakini watu wakawa hawataki kuelewa, yani makusudi tu hawataki kuelewa. Unadhani kwa sababu gani? Hawataki kuelewa, ni makusudi tu. Yani agenda siri hizo. Ndio maana makusudi ndio hilo ombwe la uongozi. No. Protocol ndio maana mpaka leo hii kwenye nchi hii au kwenye duniani hapa kuna somo la protocol. Lazima ufuate utaratibu.
Yaani na heshima sana, hamna chama kizuri ambacho kinafuata protocol kama CCM. CCM wanafuata protocol kali sana. Yaani wanafuata utaratibu, ukimesa kidogo hata mjumbe asipotambulishwa kwenye kikao, tuko na mwenyekiti pengine wa UVCCM mkoa hapa. Usipotambulishwa ndo imeshakula kwako. Kwa utaratibu wa kufuata uongozi ni muhimu kwa sababu ili akwambie kwa mfano mwenyekiti au mheshimiwa mbunge, wiki hii mimi ndio kiongozi wa bodaboda, tuna agenda hii au tuna kikao hichi. Kwa ukiniita kwa ghafla, na maana pia aliondoka. Mimi naamini alivyosema naenda msibani, wewe hata msibani na kwenda. Haikuwa raundi. Ndio maana sema. Sababu kuheshimiwa. Sasa sikiliza basi. Kwanza kwa ujue mimi nani uongozi wa bodaboda ulikuwepo. Unataka ujue hicho kitu. Sawa. Yaani kuna hao wenye viti wa kanda hawa. Alafu ndo kuna huyo top hapo. Sawa. Sasa inaonekana pale dhahiri kabisa kwamba Mwalunenge yeye aliita hizi kanda na viongozi wake. Sasa huyu unayemtaka wa juu ndo maana akamwambia basi tunaendelea, wewe utapewa taarifa na hao watu wako hao uliowachagua huko chini watakwambia. Kwa nini jambo liliharibika? Sio lazima. Ngoja tuende taratibu. Kwa nini kama uliitisha watu wa kanda ukaona kama viongozi wa kanda jamaa aliamua, tunawezekana jamaa aliamua kupiga Simba kwamba nyie hebu lianzisheni huko sipo lianzisheni huko ndio shikaji wakati bwana msemea kwa sababu yule mwamba nadhani alilianzisha yule. Angefanya hivyo yule mjumbe ambaye mbona hoja angesema nimetumwa na mwenyekiti. Wewe alianzisha hapo sintaje. Sasa hapo unamsemea maneno ambayo wewe ukwepo pia. Wewe sika mnaelewa. Na hiyo sababu nikwambia sasa hiyo inasemwa sana huko. Umuhimu kwamba jamaa baadaye inaonekana alinyanyua waya yani. Kwamba sasa nyinyi sikizeni hebu lizeni afu msimtaje mimi. Sasa hivi kweli ndio maana hata ngoja mimi ningewatuma wapi hao? Nisingewatuma hao. Hivi unaamini kwamba kwa bodaboda wote wanaondoka pale walimfuata mwenyekiti? Waliondoka pale alivyosema wanaotaka kubaki wabaki, wanaondoka ondoke. Wale wengi waliondoka wale. Maana kwamba wanashawishiwa na mwenyekiti. Alipiga mmoja. Kwani tunaamini vipi kwamba wengi wanaondoka? Sasa walikuwa pale picha zinaonyesha. Wewe walibaki wengi tu bwana, bodaboda pale walibaki wengi. Sawa, hata kama aliondoka 10. Au 10 maana alimpiga mmoja. Simu yake? Simu yake ndio nakuuliza. Yazisheni huyu mwanamke achaneni nayo. Baada ngoja nakuuliza. Kwa hiyo ina maana wale wote hata kama walikuwa 20 au 30 waliondoka. Alimpigia simu mmoja kama waliondokeeni hapo. Anaweza kama apiga hata kwenye kanda hata moja tu. Kwamba jamani sasa unajua kanda moja tu wanatokaga wengi. Sasa kanda moja unaorganize kwa wale wenye viti wa kanda wale. Mmoja anaelewana nao, ambaye mwanangu sikiliza hebu wewe. Sasa hiyo inakufundisha nini? Hiyo inakufundisha nini? Kwamba lazima ufuate utaratibu ili kuleta mkanganyiko kama huu. Wewe ni kiongozi. Kwa sababu wao walisoma. Taratibu. Wewe ni kiongozi wa jimbo. Si kama leo una shida na kundi fulani. Kundi fulani maalum, si ndio? Watu hao wanakuja, ongea na uongozi wao. Uongozi wao upo, ofisi zao zipo. Sio sawa wanaongea katika mazingira ya nyuma pazia. Ndio maana nakwambia. Fuata utaratibu, wale waorganize wapigie viongozi wa chini, organize watu wale mkutano. Yeye alianzia huko chini. Mtazamaji, bana sisi tunaishia hapo. Mjadala wetu unasema kwamba Mwalunenge alivyozungumza alivyofanya kikao na watu wa bodaboda bila kumshirikisha mwenyekiti wao yule mkubwa kabisa yule kwenye hicho kikao, alikuwa sahihi. Nikasema alikuwa sahihi. Jamaa anasema hakuwa sahihi. Lakini amenibana anasema eti wewe kwa nini mkutano uliharibika? Wewe unatuambiaje? Alikuwa sahihi au sio sawa? Dondosha comment hapa alafu sisi tutazisoma comment zako.